Nakuletea sababu 10 ni kwa nini vijana mbalimbali ambao hutokea kukosoa mambo kwenye jamii ama kukosoa watu fulani wanaofanya vibaya, kukosoa makanisa, kukosoa mamlaka kama zinafanya vibaya, wanaokosoa kwa kusoma Biblia au kwa neno la Mungu, kwa nini hupotea haraka? Kwa nini wanaweza kuwepo kwa muda mchache, na hasa kwa nini wawe ni vijana tu? Basi nakuletea sababu 10, ingawa sehemu kubwa leo naenda kusema kwa nini huwa wanapotea. Sababu kama 10 hivi nitakuwa nizichanganya pamoja, lakini bila shaka utajua hii kumbe ndio sababu. Niliwahi kumuona yule akapotea, niliwahi kuona yule akapotea, niliwahi tokea huyu na clip moja akapotea, niliwahi kuona huyu amepiga kelele hata kwenye dhehebu fulani kanisani mahali fulani akapotea. Kwa nini? Kwa sehemu kubwa vijana wamegeukia kazi ya uchawa, ama binadamu kwa ujumla wamejua njia pekee salama ya kufanikiwa na kuishi ni uchawa, na sio kujenga jamii kwa kusahihisha mambo yanayoharibika ama kumkemea, kumpinga mtu anayeharibu jamii, mtu anayeharibu utu wa mtu mwingine. Nasema na wewe, na kwa bahati mbaya ni vigumu sana walimu au wahubiri kumsikiliza mhubiri. Kwa leo nimegusa sehemu kubwa ya walimu, wafundishaji, wakosoaji, wasahihishaji. Kwa hiyo sidhani, si wazuri sana wa kusikiliza kama unaweza kama umesikia mpaka huko mwisho. Zaidi kila mmoja atakuwa anaona pengine na chuki fulani na yeye, niliyekuwa nimemlenga hapo ni yeye mwenyewe, wala si fundisho ambalo linahitaji yeye na wengine wajue misingi wakanyage wapi. Yani hata neema ya Mungu, wala ambao dhamiri yao iko hai kabisa, anapoona mtu ameonewa, analia, anateswa, anafanywa visivyo, yeye huwa ana uwezo wa kuchukua hatua ya kumtetea yule mtu ambaye hata mhusika asingeweza kujitetea vile. Na mpaka mhusika anaanza kushangaa, wewe mimi ni nani yako? Nani yako mpaka uingilie mambo haya? Kama Musa pale alipokuta Waisraeli wanapigwa, Waebrania anapigwa na Misri, akamsaidia yule, akamuua yule Misri. Kesho akakuta Waebrania wanagombana wao kwa wao, akamwambia ndugu zangu msiku mzima, nani aliyekuweka wewe kuwa mwamuzi kati yetu? Nataka kuniua kama ulivyomuua Misri. Yani dhamiri ikiwa hai, unamtetea mtu, unampigania mtu kiasi cha kwamba mpaka naye mpigania anashtuka kwamba hapana, huyu kuna lengo fulani analo, na lengo fulani analo kujisogeza kwangu, ni madhara makubwa. Kuna kutatu naye mtetea, anaanza kuwa adui yako na kushambulia. Updates za mbinguni, miongoni mwa yaliyomo moyoni mwa Mungu leo. Kwani sababu 10. Sababu ya kwanza, sehemu kubwa ya wakosoaji, vijana wakiinuka wakaanza kukosoa mambo, sababu ya kwanza huwa wanaishi alimadamu nimesema fulani umekosea au jambo hili limekosewa, basi huyu anayekosoa yeye ndo yuko sahihi. Kila ichokosoa kinatakiwa kifuate mtazamo wake, na kisipofuata mtazamo wake anakuwa paralyzed. Yani sehemu kubwa ya vijana nao wanaokosoa, naweza kusema yani ambao hujitokeza kwanza kukosoa mtu ama jamii au jambo fulani baya, sehemu kubwa ukiwazoom, na kwa sababu nitakayosema hapa chini utaona ni kama ni wale hamnazo. Na ndio maana hata mwingine yote ukitokea unawekwa kwenye kundi hilo. Yani kipande kubwa yote ambaye anaanzaga kukosoa jamii au mtu fulani anayefanya vibaya, wanao kuaga na wito huo ambao usikia mimi nitakuwa nakosoa, mnifanya lolote. Yani ukiangalia background maisha yao ni wale ambao wana haki, wana sifa zote za kuitwa hamnazo. Yani wale ambao akili zao haziko sawa, kwa sababu kwanza kabisa hawana research ya kutosha ya ninayemkosoa na kutaka atubu jumla wa mambo yote. Nani ana kilo, ana thamani either machoni pa Mungu au machoni pa hiyo jamii. Kwa kijana tokea tu papa tubu sasa, sema nimekosa, ukubali kukosolewa, ukubali unakosoa tu wenzio, unahubiria tu wenzio, ukubali. Sikia kijana, mtu hatubu kwa sababu wewe umemkosoa. Mtu anatubu ikiwa kweli alikosea, na kukosea ni jambo husika, lazima uainishe lina madhara kiasi gani yanayoonekana kwa macho haya. Lina madhara, yani acha vya kiroho, acha rohoni, dhambi mbinguni, jehanamu, acha. Hakuna agizo kwenye Biblia ambalo ukilitekeleza faida yake ni mbinguni, ama ukienda kinyume malipo yake ni jehanamu tu. Hapa duniani unapata malipo. Kwa hiyo unapomkosoa mtu, hakikisha
unajua jambo lilofanya lina madhara 1, 2, 3 kwenye jamii, automatically jamii, watu wenye akili ya kawaida kabisa wanapoangalia na kuona kweli jambo hili lina madhara 1, 2, 3, mara nyingi unaweza ukapata uungwaji mkono, kama si na watu wengi, basi na watu sahihi ambao wanapokunga mkono wanakutegemeza move forward. Sababu ya kwanza ni hiyo. Sababu ya pili, wakosoaji vijana wengi huwa waangalii msingi wa alipo. Haya, unakosoa watu kwenye jamii, una dada zako, una mama zako, na watoto wako, una kanisa lako, una mji mahali ulipo. Umefanya nini kukosoa jamii fulani, kutengeneza watu? Ili jambo inakuja kwenye shamba darasa. Kuna pointi nyingine nasema hawawi na shamba darasa. Unakuwa umefanya nini sasa, ama mahali ulipo panafananaje na we kukosoa? Yani mahali ulipo we ni muumini kanisa fulani, uko kwenye chama fulani cha siasa, chama chako kina kubeba kivipi? Dini yako inakubeba kivipi? Rafiki zako, mahali watu wanaokuzunguka, ni kwa kiasi gani mazingira yanakubeba wewe kukosoa? Kwa sababu unaweza ukasitika vizuri ikiwa unapokosoa kuna watu wanakuzunguka, ambao wanaokuzunguka ni picha ya unavyokosoaga. Kuna watu wanaokutegemea ni picha ya unavyokosoaga. Kuna watu ambao ndio viongozi wako. Viongozi wako hao ni picha ya unavyokosoa. Otherwise, wakosoaji katika Biblia walipokosa misingi ya aina hiyo, alikuwa mpweke, alikuwa peke yake. Sasa wengi wenu nyie amui wapweke, mnakuwa wapweke kwenye mdomo. Mimi niko peke yangu nini, lakini baadaye unakuta una kampani ile kwenye simu, una watu hivi ni marafiki zako nini, mna mijadala mingi. Sehemu kubwa ukosoaji wako utaishia njiani. Jambo la tatu, wakosoaji hasa wa neno la Mungu, ambao hasa ndo nimewalenga hapa, wanaotumia Biblia, hawana msingi wa maandiko au neno la Mungu. Sehemu kubwa ni wale ambao wanakuwa tu basi anajiishi mwinjilisti, basi ni kwanza tu wewe umekosea. Lakini akibanwa kwenye maandiko fulani kwamba unanikosoa hili andiko lenyewe lenye maana ya wazi, hili hapa andiko linalo sababisha mimi nisimamie hapa nifanye hiki, hili hapa, kwa kuta mwisho wa siku kubali tu kama nimekosea, kubali. Sasa ni kwamba wakati mwingine ukitaka ufaulu, utakapokuwa umekosoa mtu akakuonyesha andiko lenye maana ya wazi zaidi, rudi darasani. Ndio maana Biblia mahali fulani imesema askofu asiwe ameanguka karibuni. Kwa mhubiri, watu mwingine lazima umeshiba sana maandiko ambayo baadaye yanageuka kuwa neno. Neno la Mungu linakuwa neno la Mungu ikiwa ulisikia maelekezo fulani ya mtu ambaye alikwambia ni Mungu amesema, ni Mungu ametaka hivi, ukayafanya yale, matokeo unayoyapata yakiwa chanya, yakiwa sawa na alivyosema mtu au zaidi hata alivyosema, yanapita mafanikio, hatua ambayo mwanadamu angeyapata kwa njia yoyote. Kile utakachokuwa unaelezea pale ndo linakuwa neno la Mungu. Kwa maandiko sio neno la Mungu. Maandiko ni maelezo ya watu waliotembea katika njia za Mungu au waliosema neno la Mungu. Ndio maana kuna mahali Biblia inasema maandiko huua lakini roho huisha. Maandiko ugeuka kuwa neno la Mungu, inasema neno la Mungu likija halitanirudia bure.
Wewe imagine mtu yoyote akiwa anakupa hadithi ya kitu alicho ki-experience, anakufundisha biashara, njia zake amezi experience, mara nyingi utafanikiwa. Lakini anakufundisha biashara ambayo hajui challenges zake, changamoto zake, upatikanaji wake, uuzaji wake, mara nyingi utaferi. Ndio sehemu kubwa wanaojiita wakosoaji yakitafuta tu kaandiko kokota na kakomali yako, imeandikwa hivi, imeandikwa hivi, imeandikwa hivi. Imeandikwa hivyo, umeliishi? Limeleta faida gani? Kwa hiyo kwa kipande kubwa hawana msingi mkubwa wa maandiko, sababu wengi wanakuwa wameingia kwenye kanisa au kwenye hicho wanachoita shughuli ya kukosoa, wanakuwa wameingia kwa dharura, yani tu kwa sababu wameitwa, wameambiwa ndio kuwa mwinjilisti. Jambo la 4, wao wenyewe wana ukakasi. Yani watu wanapotazama muonekano wao, uvaaji wao, unyoaji wao, marafiki zao, maisha yao wakati wa ukosoaji ama nje na ukosoaji, wao wenyewe wana ukakasi. Kwa sababu nakuta wakati mwingine kimenyoa, kimeweka omu, kimepigilia t-shirt na jeans. Yani sikwambii hivyo ni dhambi, tusiingie huko, leo siingii huko. Yani t-shirt fulani machen, menyoa fulani hivi, menyoa denge hivi. Neno la Mungu anasema, mtu automatic anapoangalia, unaweza kusikiza kwa muda fulani, baadaye anasema unaosema ni kweli, lakini anashindwaje kukubadili wewe? Mbona wewe mwenyewe tu ni kama unajua kuna sio kila kitu nakiacha kwa sababu ni dhambi. Kuna vitu naviacha ili vitengeneze mazingira ya kusikilizwa. Tuelekeane sana na walivyojikana tunaowaiga kufanya tunachokifanya. Kwa sehemu kubwa ya hivi vijana mabinti ambao wanaweza kujitokeza kama wakosoaji, muonekano, uvaaji wao, unyoaji wao, marafiki zao, including mali unakosali, unakuta haviendani, yani haviendani na usiriasi huo ulio nao. Huu serious tungeuona hata kwa baadhi ya walio karibu na wewe. Once hakuna userious wa aina hii, wewe mwenyewe unaonekana kadunia na kapenda pendamo hivi. Ni mtu mwenye tamaa twa pesa, twa mali, unapenda kuwa karibu na wenye tuhela. Unaweza ukawa na urafiki na watu fulani wabaya tu kwa sababu kwako wana faida. Mara nyingi Yesu Mungu alisema, mtu anayeweza kuwa mtumishi wangu, maadui zangu atakuwa adui zake. Yani wale ambao Mungu anawachukia, Mungu kama anachukia sadaka ya mwenye dhambi, Mungu anawachukia wenye dhambi. Kuna tafsiri mbili hapo. Kuna Mungu anawapenda wenye dhambi, kuna Mungu anachukia dhambi. Kama Mungu anachukia dhambi ya mwenye dhambi, kuna mahala pengine ili aonyeshe dhambi anaichukia, kumchukia ama kumwadhibu na mwenye dhambi huyo, ili mwenye dhambi huyo ahangaikia dhambi yake. Lakini ukiona wakati mwingine wewe ni rafiki, unielewe vizuri hapa. Mungu hakufanya, mhubiri Yesu hakufanya urafiki na wenye dhambi ili kushiriki mambo yao ya dhambi. Hakuwa na urafiki na makahaba ili ashiriki mambo yao ya ukahaba, ama ili ukahaba ule kiwe kitu cha kawaida, mtu huyo akaje na kesho wakaongee na kesho. Nini? Ni rafiki wa wenye dhambi? No, alifanya urafiki na wenye dhambi ili atoe dhambi iliyo ndani yao. Once ilipotokea huyo mtu kwenye dhambi, ni kama kuna faida Yesu kumuona kwenye ukaribu na mtu huyo tena akimwita rafiki yangu. Sasa sehemu kubwa ya wanaosema ni wakosoaji, msingi wa mambo haya si wazuri. Vina ukakasi wa mambo mengi, na hasa background za maisha yao
unakuta tu yani kina maisha tu ya ajabu ajabu, lakini kitokea tu hapa, mimi ni mkosoaji, mimi ni mwinjilisti. Yani kifupi huwa vinahisi ukosoaji ni karama, yani ni huduma, ni karama. Lakini kumbe ukosoaji ni kitu cha mtu yoyote mwenye utu, kwa sababu unaposema kosoa jambo umeshaliona lina madhara. Umeshaona mtu anafanya jambo linaloleta hasara, madhara. Hiyo sio ya anayeitwa mwinjilisti. Kasome huduma ama pita kwenye mfumo wa dunia. Ukisikia mwalimu manaka anasahihisha makosa kwenye jamii, nabii anaona ni wapi kinafanyika kosa fulani, watu warekebishe wapi. Mchungaji anachunga kondoo wasile majani ya watu, wasifanye vibaya kwenye jamii. Hakuna karama moja ambayo au huduma moja kazi yake yenyewe ni kusema maovu. Huduma zote zinafanya shughuli ya kwa habari njema ni kinyume cha habari mbaya, ya kuwatenga ama kuwaonyesha watu ni kwa namna gani jambo hili lina madhara. Hiyo ndo kazi ya huduma. Kwa hiyo kukosoa, kusema makosa na vyote. Mwinjilisti, injili ni uwezo wa Mungu leta wokovu. Mwalimu ni anafundisha watu wapate kwa wakamilifu kumfikia Yesu katika yote. Nabii anaona machafu ili watu wawe wakamilifu. Na mtume anakuwa na uvumilivu wa kwenda mahali pagumu, kwa tafsiri ambayo zimo, mahali ambapo hapafikiki, ili ikiwezekana abadilishe watu wawe wakamilifu. Kwa hiyo hakuna huduma maalum ya ukosoaji au karama maalum. Yote kila litajaye jina la Bwana na aache uovu. Misingi yako ya kutaja hiyo uwe unajua kabisa kwamba mimi mwenyewe kwanza nimepass. Jambo la 6 nimegusia kidogo hata kule mwanzoni, hawana shamba darasa. Yani kwa mfano unamkosoa mchungaji, unakosoa wahubiri, wewe mwenyewe huna hata watu ambao unawachunga. Hana watu ambao anawachunga, ambao ni mfano, kwa sababu kupiga kelele na kukataza umalaya, uzinzi, wizi ni jambo moja. Kumfanya mtu kwa nini anafanya yale mpaka atoke kutofanya kile ni jambo lingine. Kwa hiyo unaweza kusikilizwa na kueleweka vizuri, wewe mwenyewe uwe na shamba darasa la unayoyapigia kelele. Nani na nani wanafanana na unavyopiga kelele? Otherwise utapotea. Jambo la hilo lilikuwa 5. La 6, wanaogopa kufa, kufiwa, kufungwa, kufirisiwa, kuandamwa na kadhalika. Sehemu kubwa tutasoma tu Biblia kwa pamoja, maandiko kadhaa mwishoni. Lakini mtu unayeweza ukawa unafanya shughuli za kusema makosa kwenye jamii, kama tu kuna mahali utaambiwa ukaacha, huwezi, kwa sababu makosa unayotaka kukosoa ni yale ambayo mtu fulani mwenye mamlaka, mwenye cheo, mwenye pesa yanampa faida, ila kuna watu wanalia. Kwa unatakiwa wewe uwe sauti ya wale wanyonge wasioweza kujitetea, ambao hata wakijieleza hakuna atakayewasikiliza. Wewe ndio useme, na yule mtu lazima sasa ahamishie hasira zake kwako. Na yule mtu hawi peke yake, anakuwa na machawa. Wale machawa akipiga kelele nchi nzima, dunia nzima, wa makanisa yote yanafahamu wewe una makosa. Na hapo ndipo unatakiwa sasa uonyeshe msimamo wa wazi, ambao kimsingi ukionyesha msimamo wa wazi, wenyewe atakachokuambia kwamba sema nimekosa kumkosoa huyu. Sema, wenyewe hawasemi kumkosoa, sema nimekosa kumtukana, na uanze kusema kinyume cha ulivyomkosoa.
always anza kumsifia, shati inakuwa ni hilo. Kwa sehemu kubwa vijana wanaoitwa wakosoaji wamekuwa wakianywa matapishi yao, wakialamba matapishi yao ili tu waokoe maisha yake. Lakini akina Yohana waliweka msimamo na ukweli wakapotezwa. Akina Paulo waliweka msimamo na ukweli walipotezwa. Paulo kuna mahali fulani anasema isipokuwa Roho Mtakatifu, Matendo 20 mstari wa 23, isipokuwa Roho Mtakatifu mji kwa mji unishuhudia akisema ya kwamba vifungo na dhiki vyaningoja, lakini sihesabu maisha yangu kuwa kitu cha thamani, kama kumaliza mwendo wangu na huduma niliyopewa kwa Bwana Yesu, kuishuhudia habari njema ya neema ya Mungu. Na mstari wa 12 anasema, basi tuliposikia haya sisi na watu wa mahali pale tukamsihi asiende kwenda Yerusalemu. Ndipo Paulo alipotujibu, mnafanya nini kulia na kunivunja moyo? Kwa maana mimi licha ya kufungwa ni tayari hata kuuawa katika Yerusalemu kwa ajili ya jina lake Bwana Yesu. Paulo alipata taarifa kwamba Wayahudi wengi ambao umewabishia, umewakosoa, umekuwa na misimamo juu ya watu sio lazima kutairiwa, wamekupania utakapoenda Yerusalemu. Yaani sehemu ya watu wa kanisani wamekupania utakapoenda Yerusalemu. Kwa hiyo usiende tafadhali. Paulo anasema, lakini kulikuwa na ubaya gani katika usawa ambao nilifafanua? Mimi sigeuzi msimamo, kwa sababu ukiendelea kusoma mbele utaenda kuona waliomtia hatiani Paulo, waliomtia gerezani Paulo, waliofunga na kuomba wakisema mpaka tumue Paulo, ni wale waamini wa Kristo wa Kiyahudi, sio waliomkataa Kristo. Waliosema ni wa Kristo. Sasa ikiwa Wakristo tu wanaweza wakakuua kwa msimamo fulani wa haki, watu wengine nje inaweza kawaje? Kwa kipande kubwa wakosoaji hawajamaliza starehe za maisha haya. Utakaona tu wakati fulani kametokea, kamesema mambo fulani kwa msimamo, baadaye kamepotea. Wengi wao 7-8 sui sasa, wengi wao ni wachanga kiroho. Kwa sababu hiyo wanaamini kuwa kazi ya kukosoa ni ili wapate uungwaji mkono, wawe na hali nzuri kiuchumi na kadhalika. Yaani kazi yao ya uhubiri ama kusema makosa huwa wanajua ni ili wapate uungwaji mkono, wasikilizwe na kadhalika. Lakini wakati katika Ezekiel anasema utakaposema makosa ya watu si lazima wakusikilize, kwa sababu hawa wanakuwa ni wachanga kiroho, hawafahamu haya maandiko. Yanasema, akaniambia mwanadamu, na kutuma kwa wana wa Israeli kwa mataifa, Ezekiel 2 mstari wa 3, kwa mataifa nao waasi sana, walioniasi mimi, wao na baba zao wamekosa juu yangu, naam hata hivi leo. Wana hao wana nyuso sio na haya, na mioyo yao ni migumu. Mimi nakutuma kwa hao, nawe utawaambia Bwana Mungu asema hivi, nao kwamba watasikia au kwamba hawataki kusikia, maana ndio nyumba ya kuasi hao. Hata hivyo watajua ya kuwa nabii amekuwako miongoni mwao. Msingi hatukosoi kwa sababu watatusikiliza, tunakosoa kwa sababu tumetakiwa kufanya jukumu hilo na wajibu huo. Kwa hiyo ukiwa na tenki la kutosha, sababu ndio unaenda kwenye upweke sasa. Hapo ndio unaenda kwenye upweke sasa. Yaani mwisho wa siku utakuwa peke yako, utachukiwa na watu wote, utaviziwa na watu wote, utapingwa na watu wote.
kwa sababu wote wanakuambia kama unachokosoa ni kweli, kwa nini hatubadilike na Mungu wako hatufanyi chochote? Sasa hapo saburi msuri wa imani unatakiwa. La unapotea, unaunga mkono juhudi, mwisho wa siku tunakuwa na wewe chawa, ama umepotea kabisa katika mfumo wa imani, umekuwa mlevi, mvuta bangi, mwizi na mshirika wa karibu wa mabaya yanayotendeka katika jamii. Jambo la 8 ni ile ambayo nasema unaishi kukosoa ni karama. Nishaizungumza. Unaishi kukosoa ni karama. Yaani wenyewe wanapokosoa vile ni mimi, ni karama yangu, ni huduma yangu. Kumbe hapana, yeye umeiga mtu fulani ambaye unaishi amepata umaarufu kwa kukosoa kwake, ama ni kweli kuna uchungu fulani umeingia ndani juu ya jambo fulani baya linalotendeka, kitu ambacho mtu yoyote ambaye dhamiri yake i hai, ikiwa dhamiri yako i hai, kwa sehemu kubwa mtu yoyote anapoumizwa, anapoonewa, hautanyamaza. Utaona vile anavyojisikia ni kama ndo unavyojisikia. Yaani kimsingi dhamiri ikiwa hai, mtu yoyote anapolia, maumivu yake yanakuja moja kwa moja kwenye moyo wako, unajihisi kama yeye. Na kama ndo na neema ya Mungu imo ndani yako, unajihisi mara 2 yake, na ndio maana yeye anaweza akawa hawezi kuchukua hatua zote kusema chochote, lakini wewe ukajikuta unasema. Kwa wale, yani acha neema ya Mungu, wale ambao dhamiri yao iko hai kabisa, anapoona mtu ameonewa, analia, anateswa, anafanyiwa visivyo, yeye huwa ana uwezo wa kuchukua hatua ya kumtetea yule mtu ambayo hata muhusika asingeweza kujitetea vile. Na mpaka muhusika anaanza kushangaa, wewe mimi ni nani yako? Nani yako mpaka uingilie mambo haya? Kama Musa pale alipowakuta Waisraeli wanapigwa, Waebrania anapigwa na Misri, akamsaidia yule, akamuua yule Misri. Kesho akawakuta Waebrania wanagombana wao kwa wao, akaambia ndugu zangu msikiu, anasema nani aliyekuweka wewe kuwa mwamuzi kati yetu? Unataka kuniua kama ulivyomuua Misri? Yaani dhamiri ikiwa hai, unamtetea mtu, unampigania mtu kiasi cha kwamba mpaka naye mpigania anashtuka kwamba hapana, huyu kuna lengo fulani analo, kuna lengo fulani analo kujisogeza kwangu lenye madhara makubwa. Kwa unakuta hata naye mtetea anaanza kuwa adui yako na kushambulia. Kimsingi wakosoaji hawajajifunza kushiba na kuona njaa, kuwa na vingi na kupungukiwa. Na ndio maana pakiwa na mapungufu fulani ya vitu hubadilisha msimamo. Mpungufu wa watu hubadilisha msimamo. Katika Wafilipi aliwahi kusema hivi, Paulo aliwahi kusema hivi, Wafilipi sura ya 4, Filipi sura ya 4 mstari wa 12 tunianzia hapa. Najua kudhiriwa, tena najua kufanikiwa. Nianzie 11. Si kwamba nasema haya kwa kuwa nina mahitaji, maana nimejifunza kuwa radhi na hali yoyote nilionayo. Najua kudhiriwa, tena najua kufanikiwa. Katika hali yoyote na katika mambo yoyote nimefundishwa kushiba na kuona njaa, kuwa na vingi na kupungukiwa. Na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kwa sehemu kubwa wanaosema wakosoaji wakubwa hawajafundishwa kushiba na kuona njaa, kuweza akiwa katika hali mbaya, kunawiri, kuwa na utisho, kuwa baraka akiwa katika hali mbaya. Na jambo la mwisho ni kwamba sehemu kubwa ya wakosoaji wengi waufa moyo kwa sababu ya kupuuzwa, aidha kwa sababu watu hawafuatilii posti zake,
ufuatii posti zake, lakini hajui kwamba amepuuza kwa kuwa hajazingatia vigezo vyote nilivyozungumza hapo juu. Na automatically akipuuzwa, watu wengine wakati mwingine huwa wanaacha kuangalia posti zake, ama uuliza maswali kwenye comment, ama hata akionana, ambayo anakuwa hana majibu kwa sababu sasa vigezo vingi nilivyosema hapa juu anakuwa havijui. Ama comment nyingi zinasema udhaifu fulani wa kweli ama ulio karibu fulani na ukweli. Kwa mwisho wa siku zinachoma moyo. Huyu mtu anaanza kuona nikiendelea watafichua na lile na pale na kule. Na kwa sababu msingi wa wengi wao sio usafi, yaani si wasafi wa nia wa mioyo. Nina mengi ambayo ningeweza kusema na kusoma kwenye Biblia, lakini acha yatoshe haya machache ambayo nimesema na wewe. Na kwa bahati mbaya ni vigumu sana walimu au wahubiri kumsikiliza mhubiri. Kwa leo nimegusa sehemu kubwa ya walimu, wafundishaji, wakosoaji, wasahihishaji. Kwa hiyo sidhani, si wazuri sana wa kusikiliza kwamba wanaweza kama wamesikia mpaka huko mwisho. Zaidi kila mmoja atakuwa naona pengine na chuki fulani na yeye niliyekuwa nimemlenga hapo ni yeye mwenyewe, wala si fundisho ambalo linahitaji yeye na wengine wajue misingi wakanyage wapi. Yanatosha kwa leo. Hii ni sauti ya mtu aliyetoka gerezani, asema itengezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Ili mtu atakayeteswa, atakayefungwa, atakayeuawa afae katika Bwana tangu sasa, pate kupumzika mara baada ya taabu yake. Tazama, Mungu mhukumu wa haki yu karibu kuja. Hii ni maana neno Maranatha.